viongozi wa upinzani pamoja na wanaharakati katika taifa la Kenya wakiwa wanaomba kwamba wale ambao walipoteza maisha yao, familia ambazo zimeachwa nyuma, ziweze kulipwa fidia. Ni wito ambao umetolewa hata na kiongozi wa ODM Mheshimiwa Raila Odinga wakati mmoja. Sijui kama katika meza yako hili ni swala ambalo limewahi kujadiliwa, ama serikali ina mpango wowote wa kulipa fidia wale watu ambao walipoteza maisha yao katika maandamano ya Gen Z mwaka jana? Msemaji wa serikali: nafikiri mambo ya kulipa fidia ni mambo ambayo lazima yatokane na kama ni uamuzi wa kotini. Sio eti kwamba ni jambo ambalo unachukua unasema kwamba sasa tulipe fidia. Kwa sababu lazima kuwe na upelelezi, kuwe na uchunguzi na isemekane kwamba unalipwa fidia kwa sababu kulihusika kwa njia hii ama vile nyingine kama serikali imehusika. Hilo sio jambo ambalo tunaamkia tu tunasema tulipe watu fidia. Ni rahisi kulisema, lakini kutalipwa nani? Kutalipwa yule ambaye alijeruhiwa, kutalipwa yule na biashara pia ambaye biashara yake iliharibiwa, kutalipwa pia bunge yenyewe ambao pia ilichomwa. Nani atalipwa fidia? Unaelewa? Kwa sio swali tu ambalo ni rahisi unaamka tu unasema tulipe watu fidia. La hasha. Lakini kwa mfano kama koti limeweza kuamua Mwashumbe aweze kulipwa, atalipwa kwa sababu koti limeweza kuamua. Lakini kama koti bado haijaketi chini kusema hilo, sidhani kuna mkakati wote ambao unaweza kuwa pale, kwa sababu sio jambo tu la mtu kusema tutaanza orodha itatokea wapi na itamalizikia wapi. Nani ambaye anadai kwa mfano? Alright, kwa hivyo ni swala ambalo halijadiliwa na serikali hadi kufikia sasa. Limejadiliwa lakini kuna ule mkakati. Alright. Kuna zile kanuni lazima zifuatwe. Unaona, kama sasa kwa mfano hivi kuna kesi ya watu ambao walisemekana waliuawa watu 60. Ndio. Sasa kuna wale askari ambao wanapelekwa kotini na kuna upelelezi katika viwango tofauti. Alright. Kama hilo lijaweza kukamilika, basi uwezo kusema kulipa fidia. Kwa sababu utakuwa ukilipa fidia kwa njia ipi? Ni nani ambaye ni mhusika mkuu? Ni nani ambaye atalimbikiziwa lawama? Ni nani ambaye alifanya yale madhara? Kwa hiyo sio jambo tu la kwamba tulipe fidia. Tulipe fidia. Fidia inalipwa na nani, kutoka wapi, kwenye makadirio yapi ya bajeti, na nani ni mhusika? Kwa sababu wakati unasema kwamba tulipe fidia ni kumaanisha kwamba tumekubali kwamba sisi ndo tulikuwa na makosa. Okay, msemaji wa serikali, maybe katika zile familia ambao kwa hivi sasa inajulikana wazi kwamba ziliathirika, zikapoteza wapendwa wao na kadhalika, maybe unafikiria serikali inafaa kuzihandle namna gani? Nafikiri jambo ambalo tunafaa kuangalia zaidi hapo ni kwamba kwanza tungoje uamuzi uweze kufanyika. Ndio. Hilo ni jambo ambalo ni muhimu zaidi, kwamba tungoje uamuzi uweze kufanyika kupitia mahakama. Okay. Kupitia mahakama ama uamuzi wa baraza la mawaziri. Lakini kwa sasa bado, lakini hususan hata baraza la mawaziri, kitu cha muhimu zaidi ni kwamba kuna mtu atadai nataka kulipwa fidia, Mwaura ndiye alihusika, akanifanyia haya, umeelewa? Na kweli Mwaura kapatikana ndiye alifanya, unaelewa? Alright. Lakini kabla hilo lijafanyika, ni tetesi tu, tuseme tu ukweli. Kwa hiyo mpaka tumpate aliyeua, lazima tupate aliyewajibika. Sitaki kusema aliyeua, sababu fidia sio lazima ya wale ambao wameuawa, kwa sababu hao kwa kweli wameuawa na tunajua walikufa, lakini nani aliyefanya lile? Okay. Lakini fidia inaweza kuwa kwamba ni biashara. Fidia inaweza kuwa kwamba ni jambo lingine ambalo halikufanyika vizuri. Sasa fidia toka wapi na kwenda wapi? Kwa hiyo serikali itasubiri mpaka mahakama itangaze kwamba kweli mtu fulani aliuliwa na aliyepatikana kwamba alifyatua risasi ni huyu. Ikishajulikana, basi hiyo kesi inaweza kuwa handled na fidia ikalipwa hapo. Inaweza kulipwa na nani analipa fidia? Ni serikali ama ni yule mhusika mwenyewe? Kwa mfano ukinikosea mimi, mahakama iamue. Lazima mahakama iamue. Lazima mahakama, kama serikali italipa ama ni polisi atalipa. Lazima mahakama ya watu wengi ambao wanafaa kulipwa fidia. Ndio. Hata wale ambao walikuwa wamesumbuka katika yale mateso yaliyokuwa kwa miaka ya 90. Serikali ndio iliamua. Kwa mfano nina rafiki yangu anaitwa Jehu Katabaki. Ndio. Alikuwa mbunge wa Githunguri. Sijui kama mnamfahamu. Koti iliamua kwamba aweze kulipwa shilingi milioni 60. Gitobi Manyara ni mwingine na wengine wengi tu. Ndio. Lakini lazima kesi igeambuliwa na koti. Si ati kwamba tukuja kwenye baraza tuseme sasa tumeamua kauli mbiu ndio hii, sasa tulipe watu. Tutalipa uanze na nani umalize na nani? Alright.
Tunarudi katika swala lingine katika Gumzo 47. Tuko na msemaji wa serikali Mheshimiwa Isaac Mwaura katika studio zetu za Radio 47. Ukiwa na swali lolote unaweza kuchangia katika mtandao wetu wa SMS, pia ni 24047. Ila kuna swala hapa na kuna sauti ambayo tungependa kuicheza kwanza, kama uko nayo tayari. Sauti niko nayo, acha tuicheze kwanza alafu tuende katika swali la msemaji wa serikali. All the people who disappeared or who are abducted in what you said, all of them have been brought back to their families and to their homes. And I have given clarity and firm instructions that nothing of that kind of nature will happen again. Alisema aliwaruhusu, aliwaachilia na kila mtoto akaenda kuona mzazi. Mimi sijapata mtoto wangu. Sasa mimi ningeomba rais, kama watoto wetu bado wako abducted, awaachilie ndio hata roho zetu zitulie. Na kama mtoto aliuliwa, aongee aseme watoto waliuliwa, tujue tu mtoto ameuliwa. Ndio sasa hata roho zetu zitulie. Tumeishi maisha ngumu sana. Msemaji wa serikali. Sauti ya rais akisema kwamba wote walikuwa adopted, wameachiliwa na serikali. Lakini upande huu mwingine pia kuna Wakenya paka hivi sasa bado hawajapata wapendo wao. Kuna kina mama kwa hivi sasa bado wanapiga kilio kwamba watoto wao hawajapatikana. Hivi hili linakwenda namna gani? Maybe kuna information mko nayo ambao mnaweza kuelezea hizi familia? Je, maybe bado wako wengine ambao maybe wamezuiliwa, ama kuna kwenda namna gani, msemaji wa serikali? Mwanzo niseme hivi, kupotea kwa watoto kujaanza sasa hivi. Na ni pole sana kwa familia ambazo bado hawajui wapendo wao wako wapi, kwa sababu unaweza kuimagine kwamba hujui mtoto wako aliamka asubuhi akaenda, hujui ako wapi. Mashumbe sisi sote ni wazazi. Ndio. Ama wengi wetu ni wazazi, kwa sababu sio kila mtu. Ndio. Na tunawapenda watoto wetu. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo ni la kibinafsi sana na ambalo linaingia kwenye moyo zaidi. Kwa hivyo pole mwanzo kabisa, kwa sababu kama humjui kule mtoto wako yupo, hata mimi mwenyewe kama ingelikuwa ni mimi ningelikuwa ninahuzunika zaidi. Isiwe kwamba ni kama tunatoa stihizai na kejeli na kuweza kupigia tu siasa na upato kulingana na mirengo ya kisiasa ama miegemeo. Alright. Lakini nakumbuka pia tangia mwaka 2013 wakati nilikuwa katika bunge la kitaifa, tulikuwa na muungano wa mashirika yasiyo ya kiserikali ambao walinihusisha mimi. Nafikiri Joan Birika unanisikia pale uliko, sijui kama bado tujawasiliana kwa muda. Kulikuwa na UNICEF, tunaungana kutafuta watoto ambao walikuwa wamepotea na hawajulikani kule waliko. Na walikuwa wengi tu, tunachapisha kwenye magazeti. Ndio. Tukakuwa na maadhimisho katika Supreme Court pale kwa sababu ya jambo hilo. Kwa nini najaribu kusema hilo? Kulingana na vile rais mwenyewe amesema, yeye ametoa uhakika kwamba amehakikisha kwamba wale ambao walikuwa wamehusika kwa mambo kama hayo ya utekaji nyara wameweza kuregeshewa kwao nyumbani. Kuwe na kesi moja ama mbili, lazima tuulize, ni kweli ilikuwa ni utekaji nyara ama tu ni kawaida ya kwamba watoto wanapotea, ama tunaelewa na hapo? Kwa sababu hiyo sio jambo geni. Lakini ilifika mahali hata wewe ukishikwa na polisi kwa sababu ya tuhuma tofauti ama upelelezi fulani, yote inaitwa abduction. Ile inaitwa lawful arrest. Umeshikwa kwa sababu ndivyo kulingana na mujibu wa sheria. Ndio. Lakini unapata mtu anasema ni abduction. Sasa hii abduction imekuwa kila kitu ni abduction. Na hapo pengine lazima tuelezee tofauti ya pengine yale ambayo leo umetokea. Mimi nafikiri na nataka kusema hapa, Mheshimiwa Rais ndio mkuu wa nchi. Yeye ndiye msemaji wa kwanza wa nchi. Tunafuata kile ambacho yeye amesema, kwa sababu mimi kazi yangu ni kumsaidia kusema kama kiongozi ambaye amesimamia serikali. Kuna mwingine ambaye anamsaidia kusema kama kiongozi ambaye anasimamia dola. Unaelewa? Kuna tofauti lile. Na yeye akishatoa kauli hivi, ameshatoa msimamo, huo ndio huko. Lakini haimaanishi kwamba watoto wameanza kupotea chini ya uongozi wa awamu ya 5. La hasha. Wengi wamepotea hapo awali, na ni jambo ambalo lazima tuliangazie nini ambacho kinachoendelea. Ili tuweze kupata suluhu la kudumu. Msemaji, kuna swala hapa kidogo, kwa sababu kweli wengi wamepotea, lakini tunalenga kuzungumzia wale waliopotea katika maandamano ya 2024 mwezi wa Juni, ambapo mama huyu ambaye anasikika akiongea hapa anasema wazi kwamba mtoto wake alitoka nyumbani kwenda maandamano, na baada ya kwenda maandamano
Anasema mtoto huyu aliingia katika hospitali ya Kenyatta National Hospital. Akiingia pale, aliingia akiwa na alama za risasi, na ile hospitali ikasema kwamba alitibiwa na akaondoka. Sasa hapa ndo yule mama anasema, nimekwenda hospitali, wananiambia alitibiwa mwanao na akaondoka. Na yeye anasema hakufika nyumbani. Wanamwambia basi kamwangalie mochari. Rudi kamwangalie Kenyatta National Hospital. Kamwangalie mochari. Huyu mtoto anauliza yuko wapi, ili niweze kujua. Kama hayupo, ameaga dunia, niambiwe pia. Kama mko naye, basi mleteni nyumbani. So kisa kama hiki unaweza kusemaje kama msemaji wa serikali? Huyu pia si mtoto kwamba ati alipotea kitambo. Alipotea wakati wa maandamano. Nafikiri hilo ni jambo ambalo linafaa kuchunguzwa lenyewe kama ni swala ambalo linahusika na mambo ya maandamano. Ndio. Lakini ni vizuri pia kusisitizia niseme kwamba kuna watu ambao wamepotea sio tu kwa sababu ya maandamano. Na kweli kama kuna rekodi ambazo zinasema kwamba alikwenda akatibiwa akatoka na kadhalika, kwa hivyo kuna uwezo wa kufuata alikokwenda, lakini kama alitibiwa na kaondoka, unaona? Ndio. Na ni mtu mzima. Ndio. Na ameondoka na akatibiwa, kwa hivyo hospitali haiwezi kumrelease mtu, Okay. Kama yeye mwenyewe hawezi akajisimamia. Sidhani hilo haliwezi kutendeka. Kwa hivyo ni kumaanisha huyu kijana yuko wapi na kadhalika. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, ikumbuke kwamba kuna watu pia, kwa mfano kuna mama, wacha nisimtaje jina, aliniambia kisa ambacho tulikuwa nafanya kazi na yeye kitambo kidogo. Ndio. Akaniambia kwamba bwanake alitoka kwake nyumbani wakiwa na marafiki zake, na tangu wa leo hajawahi kurudi. Na alikwenda na akakwenda kabisa na hajui kule alikokwenda. So she had to move on. Unaona? Na ni baba ya watoto wake. Kwa hiyo kwa sababu huyu alishatibiwa na kuna rekodi na amekwenda, kwa sababu kama aliaga hospitalini angeelezwa, unaelewa? Ndio. Lakini kwa hivyo hilo ni jambo ambalo linafaa kufuatiliziwa, kwa sababu huenda ikawa yuko mahali bado. Hivi msemaji. Kwa hiyo sio kumaanisha kwamba watu wote ambao wamepotea, kama tungelikuwa na uwezo hivyo kama serikali kujua kule wako, tungaliwaregesha. Okay. Unaona? Lakini kulingana na kwa sababu wengi wanapotea sio kwa sababu ya maandamano. Hapo ndio nasisitizia zaidi. Nasisitizia zaidi sio kwa sababu ya maandamano. Lakini tutafanya kila jitihada kuhakikisha kwamba yule ambaye amepotea, kama tuna uwezo, tuna maarifa, tuweze kufuata, tunaarifa si maarifa, tuweze kufuata na kuhakikisha kwamba tumeweza kuwaregesha nyumbani. Na wale ambao kulingana zile takwimu ambazo rais mwenyewe anazo, na kulingana na serikali vile ambazo zinazo, haya mambo yaliweza kuisha. Hivi kama msemaji wa serikali hii leo, maybe unaweza kutuambia rais akisema kwamba wale wote walikuwa adapted wameachiliwa, walikuwa ni wangapi? Mko na majina maybe? Mko na ratiba? Sasa hizo tutawacha katika asasi za kiusalama. Wao ndio wako na orodha, wanajua kulikuwa namna gani, kwa sababu hilo ni jukumu lao. Ndio, wewe kama msemaji wa serikali maybe hilo ni jukumu lao la wale ambao wanahusika na mambo ya kiusalama. Okay. Na niulize msemaji wa serikali. Sawa. Na niulize, wakati rais alisema kwamba wote ambao walikuwa abducted washarejea katika familia zao, umesema pale awali ni kwamba fidia haijalipwa, ni kwa sababu serikali haiwezi kukubali kwamba imetekeleza. Fidia inalipwa wakati unakubali kwamba umetekeleza kitu. Wakati rais alisema kwamba wote waliokuwa abducted wameregeshwa kwa familia zao, hiyo kwako wewe unaona kama alikubali kwamba watu walikuwa abducted? Mheshimiwa Rais ana jukumu la nchi nzima. Naam. Na akisema hivyo anajumuisha kila jambo ambalo yeye mwenyewe amepata ripoti. Siwezi kuzungumza zaidi ya hapo, kwa sababu yeye ana uwezo wa kujua mambo mengi kuniliko. Mimi tu ni msemaji wake wa serikali. All right. Asante. Okay. Haya. Tusonge mbele. Msemaji wa serikali. Unajua Isaac Mwaura ni msemaji wa serikali, kwa hivyo mimi kama Mwashumbe maybe nadhania kwamba chochote kile ambacho namuuliza msemaji wa serikali, ndio, basi bila shaka yuko na uweledi na anajua. Maana yake ni mtu ambaye anajua kuhusiana na serikali yote vile kunavyokwenda. Lakini katika masuala mengine pia tukienda pia kuna SMS nazidi kuingia pale vile pia, na kuna simu pia zinawaka pale. Maybe tusikie pia Wakenya wako na maswali gani kwa msemaji wa serikali kabla tuendelee. Halo. Halo. Hapa ndipo nani mwenzetu na uko wapi? Naongea na Emmanuel kutoka Neo Mumias. Ndio. Lakini kwa sasa nakaa Machakos. Naam. Naweza sema hivi kuhusu ile swala la Mutua. Ameenda hapo kueleza wananchi maneno ya uongo. Kama huyu mama mwenye alikuwa analia jana akisema Ruto alimpigia simu kutumia simu ya Itumbi. Akamwahidi akamwambia mpaka leo ni siku mwaka imeisha. Sasa hiyo huyu jamaa anaruka.
Kwani Ruto alikuwa mjinga ama Ruto alipiga simu? Ama huyu mama ni chizi? Okay. Anazungumza kuhusiana na ile mama akiongea, Mama Onyango. Yule kwamba mwanaye aliaga dunia. Aliaga dunia pale vile. Ndio. Na bila shaka basi akapigiwa simu kupitia katika Itumbi akaambiwa kwamba rais anataka kuongelesha. Ndio. Na rais mwenyewe akamwambia kwamba tutaketi chini tuone ni vipi tutasaidiana na masuala mengineyo. Lakini 1 year down the line, kufikia hivi sasa bado Mama Onyango hajapokea simu ya rais. Ndo maybe tukao tunajiuliza asubuhi katika maswali kichwani, alisahau ama ni kitu gani ambacho kinaendelea? Katika SMS nasema, haujambo, naomba mheshimiwa azungumzie juu ya malipo ya SHA. Mbona watu wanaambiwa walipe mwaka mzima? Je, wale wanalipia kila mwezi watafungiwa? Ni Lucas kutoka upande wa Voi. Ni moja katika SMS 24047 pale vile. Unaweza kujua kuko namna gani. Maybe tulijibu kwa haraka. Kuna hapo kwa hivi sasa, je, watu wanaambiwa walipe mwaka mzima, msemaji wa serikali? Mwanzo kama wewe mwenyewe ulichukua Hustler Fund ukatoroka. Ndio. Na bilioni 6. Ndio. Tuna mikakati ya kuhakikisha kwamba hutapata ile SHA kwa sababu lazima ulipe ile fedha. Kwa sababu bilioni 6 ni pesa nyingi sana. Lakini at the same time hiyo SHA nayo ni nzuri zaidi kwa sababu kupitia Hustler Fund unaweza kukopa ulipe mwaka mzima. Hii pesa ambayo tunalipa, wale ambao wanalipa lipa SHA polepole pia ni Wakenya wenzetu, na kila siku tunapata zaidi ya shilingi milioni 30. Kwa hivyo inasaidia sana wale ambao hawana kipato cha juu, kwa mfano mshahara kila mwisho wa mwezi. Kwa hivyo zote zinajumuika pamoja. Wacha tutatua mikakati hususan, tusikimbilie kumalizia hili jambo. Kutakuwa na mkutano wa wanahabari kuzungumzia hili jambo ili tuweze kuainisha pengine pale panaweza kuwa pana dosari, lakini tunashukuru kwamba wale ambao wanalipa mwaka mzima wanasaidia sana. Wale ambao wanalipa SHA polepole pia fedha hizo zinatusaidia kwa sababu kila siku watu 50,000 wanaweza kujisajili. Kuna siku hata tumesajili watu 93,000. Siku ya Jumatano iliyopita tulikuwa na watu 59,000 ambao waliweza kusajiliwa. Sasa hivi kama miezi 8 ambayo imepita tumeweza kulipa zaidi ya bilioni 49. Ikumbuke kwamba NHIF ile ya kitambo iliweza kufungwa kwa sababu ilikuwa na madeni ya shilingi bilioni 33. Kila mwaka tulikuwa tunaongeza bilioni 1. Lakini je, SHA inafanya kazi? Taifa Care inafanya kazi. Tumepata watu wengi sana wakihutubia na kuelezea vile ambavyo wamefaidika kutokana na SHA. Mambo haya malipo tutaainisha, tusawazisha, lakini pia tumeona hii Hustler Fund nzuri sana. Kwa mfano inaweza pia kusaidia watu kununua zile mbolea. Tumeona 20% ya Hustler Fund inatumika kwa hile. Kwa hivyo hii SHA imefanya vizuri. Umeona hata makasisi wa kanisa Katoliki wamesifu hili jambo. Kule kwa pengine kuna simtofahamu kidogo, ndio iko na shida kidogo hapo. Tutarekebisha na tutakuwa tukitoa mwongozo vizuri. Clarification mbili, mheshimiwa msemaji wa serikali. Je, SHA kwa hivi sasa unalipa kwa mwaka mmoja, na ni kumaanisha kwamba wale ambao wanalipa kwa kila mwezi watazuiwa kupata huduma ama kuna kwenda namna gani? Hakuna kuzuiwa kupata huduma kwa sababu ya kulipa kila mwezi. Nimekwambia wale ambao hata hawana mshahara. Unajua mtu ambaye anafanya biashara yake kila siku hana mshahara. Ni mshahara wake ni kila siku. Unaona? Ndio tumeweka ile lipa SHA polepole. Lakini tunasema unaweza kachukua ile Hustler Fund, ukope, ulipe mwaka mzima kwa sababu yale malipo ya mwaka mzima yanatusaidia sana kuweza kujumuisha fedha kwa wingi, ndipo tunaweza kugharimia. Lakini sasa hivi tunavyozungumza, hata ukisajiliwa leo kwa SHA, unapata matibabu hayo hapo. Jambo ambalo halijawahi kufanyika. Unasajiliwa sasa hivi na unapata matibabu, kwa mfano umelipa 500, alafu unalipwa shilingi 1400. Tunaona hilo jambo zuri. Kwa ukilipa kwa mwaka unapata huduma na ukilipa kwa mwezi pia unapata huduma. Na tunaelewa fika kwamba kuna watu hawana mshahara mwisho wa mwezi, unaona? Lakini tunajaribu kuwarai wa Kenya, kama unaweza kulipa mwaka mmoja umalize, itasaidia sana kuhakikisha kwamba tunatoa huduma bora. Kwa hiyo kuna kule kuainisha yale mambo ya kulipa na kadhalika. Lakini sasa hivi kuna watu wengi sana ambao hawakuwa nalipa. Unajua tulikuwa tunazungumza na mheshimiwa Duale wiki iliyopita. Hao watu wamekuwa kilipa mwezi mmoja, imetusaidia sana kuweza kupata fedha za kuweza kulipia watu wengi. Kwa hivyo ni vile tunataka kuhakikisha kwamba tuainisha vizuri, ndio tunaleta huu mpango wa Hustler Fund. Unaona? Ndipo kama uwezo ukalipa mwaka mzima, ukichukua ile Hustler Fund alafu ulipe, basi utakuwa umekuwa covered. Unaelewa? Kwa sababu tayari sisi utakuwa umesaidika kwamba kama una uwezo at least kuna mali umetoa ile pesa. Lakini bado wacha tutatua mpango mzuri zaidi, kwa sababu yote 9 tunafaidika kutokana na wale wanalipa kila siku, kuna wale wanalipa kila mwezi na wale wanalipa
kila mwaka mmoja kwa Kindly ask msemaji wa serikali, kindly ask him about intern teachers confirmation to permanent and pensionable terms. We need to clarify on that if the budget is there. Swala pia la walimu pale vile, maybe you can clarify na kujua kuko namna gani kuhusiana na confirmation yao ya permanent and pensionable terms pale vile. Maybe unazungumzia namna gani msemaji wa serikali? Mwanzo wacha niseme hivi. I am very happy kwamba kuna mtu anauliza swali hilo. Kwa sababu hakuna serikali ambayo imeshai kuajiri walimu wengi kama hii serikali yetu ya Kenya, ya broad base sasa. Serikali ya awamu ya 5. Kuna walimu 20,000 ambao tuliwaandika hivi majuzi, na ikumbuke kwamba tulikuwa tumeandika kiasi kingine kama hicho na ndio walifanywa permanent and pensionable. Kwa hivyo inachukua muda. Tunanuia kuajiri wengine 2024 ikifikia mwezi wa Januari. Kwa sababu tuliahidi Wakenya kwamba tutaajiri walimu 1116 na tunatumai kwamba tutaweza kuwa tumewaajiri wote ikifikia mwaka 2027 2027 ambao watu wote nafikiri tumesongesha nchi. Sasa tunangojea hapo. Sasa tuseme hivi. Ni muda, inachukua muda. Kwanza chukua hiyo internship program, baadaye tunaiconvert inakuwa permanent and pensionable. Kama tu vile tulivyofanya wale wengine. Tuwe watu wenye subra. Kwa sababu najua watu wengi itachukua muda kwa sababu lazima tufanye makadirio ya bajeti. Ni vizuri niwaeleze hivi. Kwa sababu ya kuongeza idadi ya wale wafanyikazi na kuongezea hata marupurupu. Sasa hivi kila mwezi tulikuwa tunalipa bilioni 75 kulipa wafanyikazi wa umma. Sasa imeongezeka na bilioni 5, tunalipa bilioni 80. Sio pesa rahisi. Kwa sababu kila siku serikali inaokota kama shilingi bilioni 7 kila siku. Na hiyo ndio inalipa haya inagharamia mambo karibu yote nchini. Kwa hivyo hatuko wakati mzuri sana kifedha kwa sababu ukiangalia bajeti ya trilioni 4.3 trilioni 1 zaidi zinalipa madeni. Kwa hiyo tunaenda kwa mwendo wa aste kwa sababu lazima tulipe walimu, lazima tujenge mabarabara, lazima tujenge madarasa, tununulie watoto vitabu na haya yote tumeweza kufanya. Hakuna serikali imeshawahi kujenga madarasa mengi tangu uhuru kama hii. Madarasa 23,800. Tumepatiana vitabu zaidi ya milioni 9.9. Sasa tuko na ule mfumo wa chemist. Kwa hivyo ndivyo nimekusikia mwenzangu mwalimu, lakini tuchukue mwendo wa polepole kama wale wengine waliweza kufanya permanent and pensionable, hata wewe utafikiwa. Asante sana. Msemaji wa serikali, msikilizaji, Mheshimiwa Isaac Mwaura, tukiwa naye ndani ya studio zetu za Radio 47. Mheshimiwa, maandamano yanapangwa kufanyika hii kesho kutwa ambao ni tarehe 25. Kuna watu ambao wana wasiwasi kwamba kilinganishwa na maandamano ya siku ya Jumanne ambapo tarehe 17 ambapo kulikuwa na maandamano, kukaonekana pale kuna guns ambao wametokelezea na vifimbo pale, wengine wakaonekana katika mitandao wakisema kwamba walilipwa, wengine wakaonekana wakisema kwamba wanajutia na wakiomba radhi, hao maguns tu, na kuna video zikaonekana katika mitandao kwamba zinaonesha kwamba maafisa wa polisi ambao walikuwa wako maandamanoni pale kujaribu kuleta amani, wakionekana kwamba hawachukui hatua yoyote dhidi ya wale maguns wenye fimbo pale. Kuna watu wanasema kwamba jamani, katika taifa la Kenya ukiona umati wa watu wenye bakora wameingia katika maandamano kama hivi, maafisa wa polisi wanajua kwamba haitakikani kutembea namna hiyo na bakora namna ile, lakini walionekana kufanya nao kazi. Sasa kuna huo wasiwasi pale. Sijui kama msemaji wa serikali Mheshimiwa Isaac Mwaura, haya masuala mmeongelea, unaweza kuambia Wakenya labda hawa maguns mbona walionekana kufanya kazi kana kwamba wanaruhusiwa kufanya ile kazi na maafisa wa polisi? Labda mmejua aliyewatuma ni kina nani? What can you say about that tukiwa tunaelekea katika uchaguzi huu? Katika maandamano ya tarehe 25. Mwanzo hakuna maandamano. Tarehe 25. Tarehe 25 ni siku ya kufanya kazi. Ni Jumatano. Lakini si vijana wametangaza maandamano. Ngoja kidogo. Sisi kama serikali tunasema hakuna maandamano. Kipaka maafisa wa polisi wamesema kwamba watalinda. Ngoja kidogo. Siku ya kufanya kazi ni siku ya kufanya kazi. Siku ya tarehe 25 ni siku ya kufanya kazi. Wewe utakuja kazini hapa, mimi nitakwenda kazini kwangu, na wengine wa Kenya tusikizane. Kwa sababu nafikiri watu wanataka kuleta vurumai na taharuki na kadhalika, kana kwamba hiyo siku haifai kuwa siku ya kufanya kazi. Hiyo ni siku ya kufanya kazi, na huo ndio msimamo wa serikali. Wakati polisi wanatoa ulinzi, wanafanya kazi yao, wako kazini.
wako kazini kama mimi na wewe, na hufanya hivyo kila baada ya siku. Hata jana nilikuwa na askari polisi wakifanya kazi upande kule wa Westlands na kwingineko kwingi tu. Hata mimi mwenyewe nimeletwa hapa, kuna polisi amenileta ambaye yuko kazini. Kwa hiyo tusikuwe na kisingizio, tuingie katika ule ushawishi wa watu wa upinzani na mashirika ya serikali kwamba tunakuja kuadhimisha kupi huku ambako ni kwa kuleta rapsha, kuzua rapsha na kuleta kuwa na msukumano kwamba sasa tunataka vijana wengine waumie ndio tuseme kwamba tumeadhimisha. Mheshimiwa, wenyewe wakihojiwa wamesema hata jana kwamba hawatarajii maandamano hayo yawe na vurugu lolote, wanataka kupeleka maua tu. Ukweli wa mambo ni kwamba naam, hizo ni tetesi tu. Kuna uhuru wa kikatiba, lakini mimi mwenyewe nimependekeza nikasema kwamba ukiangalia nchi zingine kama kule Marekani na Uingereza, watu wana haki ya kuandamana, lakini huwa wanatengewa mahali ambapo wao wenyewe wanaandamana. Ndiposa wewe pia una haki pia ya kwenda shughuli zako za kila siku. Lakini maandamano haya sio maandamano, ni uasi dhidi ya serikali, ni uasi. Unaona? Ni vurugu, ni wizi. Unaona? Ni kupiga wengine na hata kuwakabili polisi, kuwatukana maneno. Ndiposa kuwe na, kwa sababu kama hilo haijafanyika, watu wengine wataona kwamba hawajafaidika kisiasa. Hawajafaidika kwa sababu ya fadhili wao kutoka nchi za kigeni, mashirika yasiyo ya kiserikali. Tuambiane ukweli leo. Kama ni kufanya maandamano, juzi nimekuwa kule Geneva. Walikuwa wanafanya maandamano ya kuhusu sijui akina mama wameuawa, mambo ya kijinsia. Wakapatiwa barabara moja la reli, sasa reli ikafungwa ule wakati. Wamekuja wameandamana, sisi tunawaangalia hivi tu wakiwa na mabango yao, wanaume kwa wanawake, na hakuna mahali uliona vita. Huwezi ukaona vita sijui wanapigana na polisi kadhalika, kwa sababu kumetolewa ilani, imesemekana maandamano yatapita kutoka hapo, kutoka masaa haya mpaka haya, wamesema na ujumbe unafika. Lakini hapa Kenya tukisema maandamano ni mapigano kati ya polisi na wananchi, ni kujionyesha ubabe wa kisiasa. Tuelewe na vizuri hapo, ambao sasa ndio tunasema kama serikali, huo ni uasi. Hizo ni vurumai, hayo sio maandamano. Kwa hiyo msimamo wa serikali ni kwamba hakuna maandamano tarehe 25. Hakuna mambo ya maandamano hiyo siku. Hiyo ni siku ya kawaida, unaweza kuadhimisha ukiwa kwako nyumbani. Okay, swali la pili na kuuliza, wacha kidogo, hakuna kaburi bungeni kuja kusema kula analeta maua. Kwanza tusidanganyane hapa. Hakuna kaburi ambalo lipo bungeni aliyekuwa rais Jomo Kenyatta. Lakini hakuna mtu yote ambaye tusijaribu kuinsight wa Kenya ndipo sasa tuweze yani, ni kama tunajitafutia umaarufu. Swali lingine na kuuliza msemaji wa serikali Mheshimiwa Isaac Mwaura. Naona Mwashumbe akubali hilo, lakini Mheshimiwa Isaac Mwaura kwamba kulikuwa na magunzi katika maandamano ya siku ya Jumanne. Wale magunzi walionekana kana kwamba wanaruhusiwa tu kutembea na bakora na silaha wakati wa maandamano. Mbona ilikuwa hivyo maafisa wa polisi wakaruhusu watu wengi kutembea na silaha wakati wa maandamano, wakati ambapo wao wanapaswa kulinda mali ya Mkenya na maisha ya Mkenya? Wacha nikuulize swali moja. Niulize. Mwanzo. Naam. Wewe unajaribu kusema kwamba ni kama hawa walikuwa upande wa serikali, sio? Nauliza tu maswali. Sisemi nauliza pia hata mimi kwa sababu una mwegemeo fulani kulingana na hilo swali. Hapana, ni video. Wacha ndio video viko hata mimi nimeviona, lakini wakati watu wanasema wanakuja kuandamana. Ndio. Huwezi ukasema kwamba wale ambao wanaandamana ni wa mrengo huu ama ule mwingine. Ndio. Kwa sababu pia tumeona watu wakijaribu hata kuwatukana askari na kuwarushia maneno. Tumeona hizo video zipo. Kwa hivyo huwezi ukasema kwamba unalimbikizia lawama upande moja, useme kwamba hawa watu wanapigia upato serikali. Hata mwingine alikuwa ananiuliza kwa nini walikuwa wanasema maneno mengine hapo sijui. Mtu yote ambaye ako kwenye barabara anaweza kusema kuna uhuru wa kujieleza. Mtu yote ambaye yuko kwenye barabara ana uhuru wa kusema jambo lolote, kama vile ambavyo kwa nini ionekane kana kwamba wewe Mwakideu, kwa nini tuonekane kama kwamba wewe unaegemea upande wa wale wanasema kwamba wale ambao pengine wanatuhumu serikali? La hasha. Wote wako kwenye uwanja. Askari wana haki sio haki, wana jukumu la kuweza kulinda usalama. Ndio. Unaona? Ndio. Lakini askari hawezi akasema kwamba usiseme hili,
Usiseme hili. Wachana na kusema. Useme hili. Kubeba silaha. Sasa silaha huwezi ukasema kwamba zinaegemea upande fulani. Lakini askari anaweza kukaa na wananchi wengi walio na silaha na kuruhusu tu wananchi watembee na silaha. Lakini sasa nikuulize, silaha ni nini? Wakati huu kama umeweka silaha kwenye koti, utajulikana ni silaha ipi ambayo umebeba. Basi walikuwa ni mipini ya majembe. Mipini inayoonekana. Hayuko kwenye koti. Hivyo, lakini wacha niseme hivi. Tuseme msemaji wa serikali, polisi walikuwa wanawapatia ulinzi wale wananchi ambao walikuwa wamebeba mipini ya majembe. Polisi ana jukumu la kumpatia mtu awaye yote ulinzi. Kwa hivyo walikuwa wanapatia ulinzi polisi. Na ulinzi huo sidhani unaweza kusema kwamba ulikuwa unafanyika tu kwa wale ambao walikuwa wamebeba haya vipini na kadhalika. Ulinzi unapatikana kwa hata mimi mwenyewe nilipatia ulinzi wakati siku nimebeba vipini na wengine kama hata wewe. Kwa hiyo tusijaribu kuleta ile nadharia ya kwamba ngoja kidogo. Tusijaribu kuleta ile nadharia ya kwamba ni kama tunalimbikizia, tunasema hawa wanaegemea fulani. Na kama kweli wana kuegemea fulani, je, tunaunga mkono wale wengine kuegemea upande ule mwingine? La hasha. Kazi ya polisi, na nisisitizie hapa Mwashumba na Mwakideu, ndio kwa ndio mmeita hapa nipatie msimamo wa serikali kwamba kazi ya polisi hakikisha kwamba kumelindwa usalama pasipo kuegemea mirengo yoyote, na hilo jukumu waliweza kulifanya. Nami nataka niseme hivi, msemaji wa serikali Mheshimiwa Isaac Mwaura, kwamba leo hii kama msemaji wa serikali unasema kwamba ni sawa kwa waandamanaji kuandamana wakiwa na silaha kama bakora au mipini ile. Si sawa kwa waandamanaji kuwa na silaha. Na kama kwa sababu wanaweza kudhuriana wenyewe kwa wenyewe. Na kama sio sawa, mbona polisi wakaruhusu hayo? Pili, si sawa pia kwa polisi kuweza kupigwa na kutumiwa maneno na kufanyiwa masihara na pia waandamanaji. Nauliza mambo haya mawili sio sawa. Naam. Kwa hivyo unaponiuliza hilo pia niambie, je, ni sawa pia polisi kufanywa madhara? Sio sawa. Basi tuelewane hapo. Tuko sawa. Tusawazishe tuseme kwamba kama kuna vita upande huu ama ule mwingine sio sawa. Watu waandamane kwa amani kulingana na mujibu wa kipengele cha 38 cha katiba. Na inasema kwa kimombo, sijui kwa Kiswahili unaweza kunitoholea vizuri hapo, peaceable. Unaelewa? Kwa njia ya amani. Lakini je, maandamano haya tumeona ni ya amani? La hasha. Sio ya amani. Tuende katika swala lingine la kazi mitaani. Je, kazi mitaani ni kitu ambacho rais mwenyewe alisema kwamba bila shaka kazi mitaani itakuwa inarejea kwa vijana wetu hapa nchini Kenya. Ingawa ningependa kabla tujakwenda pale Mashumbe tu, Mheshimiwa msemaji wa serikali Isaac Mwaura, labda tuambie tu kama wamejua ni kina nani waliwatuma wale magunzi. Kama mmejua. Acha niseme hivi. Kwanza wewe naona Mwakideu hujaridhika. Lakini nikwambie tosheka na jimbo langu, nikwambie kwamba mwananchi awaye yote akiamuka aanze kusema kwamba nitakwenda maandamano aidha kuunga ama kupinga jambo fulani, huo ni uhuru ambao katiba yetu imeweza kutupatia. Kwa hivyo uweze kusema kwamba tunafaa kujua hawa tusiwajue hawa. Unaelewa? Nafikiri hapo sio haki. Nimekuelewa hapo. Sio haki kwa sababu sasa wale ambao pia wanasema wanaleta maua na hakuna jeneza ama kaburi bungeni, hao pia ni akina nani, wametumwa na nani? Wacha tuje kwenye swali lako la Climate Works. Sasa hivi katika maua si silaha Mheshimiwa. Maua si silaha. No, unaweza kutumia maua kama silaha kwa sababu hakuna kaburi. Wacha tuseme hivi ili kuweza kuwa na simanzi na kuwajisha watu wapandishwe jazba na kuwe na mori ambazo unajua kwamba kukuwa na ile jazba na mori, watu wanakuwa na motisha kusema kwamba serikali haifanyi. Kazi yangu ni kutetea serikali. Lazima nihakikishe kwamba ninatoa maudhui ambao yanaambatana na miongozo ambayo ipo ya kulinda usalama na kuhakikisha kwamba tunaipeleka nchi mbele. Wacha tuje katika swali zima la shikilia hapo kwanza Mheshimiwa, alafu tukuje kwako. Rejea katika Gumzo 47 maybe kabla pia ujibu ili swali kuhusiana na kazi mtaani inafanywa namna gani, kama imeanza ama itaanza lini, hizi pesa zitakuwa zikifikia vipi vijana ambao watakuwa wakifanya hizi kazi mtaani katika kaunti zote 47. Tuchukue maswali, uliza maswali yale ambayo ungelipenda msemaji wa serikali ya kujibu. Uliza swali. Good morning Radio 47. Hello. Ni aje? Habari ya asubuhi. Unaongea na Father Ronaldo Moetatu. Alikini aje? Safi kabisa Father Ronaldo, niambie. Father Moetatu, tumeamka poa, Mungu anasaidia. Mimi nilikuwa nataka niulize msemaji wa serikali. Ndio. Hivi vijana tuliakita tutapata kazi? Na sasa kazi hakuna. Unapata vijana wanaenda maandamano kwa sababu gani? Okay. Vijana kazi wapati. Swali ni gani? Swali, nenda kwa swali.
Swali mimi nauliza swali, hii maandamano ya vijana hizi wakaisha tu vijana chini, alafu watengeneze mambo, kwa sababu tutapotesha vijana wengi. Kwa sababu kuangalia maandamano kama ya tarehe 25, hii maandamano haina maana. Serikali ikaisha vijana chini wamaliza story, sababu maandamano kila siku unapata hata biashara yao inaharibika, watu wanauana, wamama wanalia. Tafadhali tu msemaji, kesheni vijana chini, kama kuna shida wape vijana kazi, vijana siende kwa maandamano. Father Hernando Mwaitatu hapa tu mbele. Thank you very much. Tuelewane jamani, uliza swali. Maana ukiuliza swali utapokea maswali mengi zaidi na taweza kuwajibu kwa haraka. Good morning Radio 47. Hello. Hello Radio 47. Hapa ndipo tunaongea na nani? Huyu mwite original mwenye Alex Mazoha kutoka Bunanyeni Zerele. Original swali lako ni gani? Swali langu ni kuuliza mheshimiwa. Kwanza mheshimiwa, habari? Mheshimiwa unasalimiwa. Umesalimika sana. Ujue mheshimiwa, wewe nimeona wakati wamekuuliza upande wa kuruhusu maandamano, wewe ukasema ati maandamano hakuna, na ukasema maaskari wako kulinda wananchi wale wenye wako pale. Wakakuuliza mambo na wale wenye walikuwa wametoka mjini, hapo ukaruka pasi. Nataka kuuliza, ule askari mwenye alikuwa amebeba laptop, huyo naye alikuwa ametoka kuenda kupora ama alikuwa ametoka kuenda kulinda usalama? Hiyo ni usalama, alinda mali ya watu ama maduka ya watu ilifunja. Walifunja sababu ya nini? Au juu wale wamemtini ndio walifunja ama wale wenye walikuwa hawana silaha ndio walifunja? Alafu ukiangalia ule askari mwenye alishuti ule kijana ule mwenye alikuwa anauza barakoa na wenye haya, baadaye wale wenye alimuuliza tu, kwa nini umepiga huyu kumuua? Alipigwa risasi 8 wakisema ati ni raba. Okay. Alafu ule mwenye alikuwa amemshika kumuokoa kumpeleka ajaenda hospitali pia akapigwa risasi za mguu. Hapo maskari wanatumika na njia gani? Asante. Good morning Radio 47. Good morning Mwashumbe na Mwakideo. Didere skip kosgei, swali lako ni gani? Yeah, Dida. Nikwambia kutoka Kapsabet na County. Ningependa tu kuuliza je, msemaji wa serikali anadhani kwamba hii maandamano imeingiliwa kisiasa? Okay. Hello, good morning Radio 47. Good morning Mwashumbe. Habari ya asubuhi. Nzuri sana. Swali lako gani? Swali langu ni je, sasa maandamano kutakuwa kesho ama kutakuwa? Okay. Watu bado wako katika swali la maandamano. Wanahisi ya kwamba bado hawajatosheka na majibu yako msemaji wa serikali kuhusiana na maandamano, kuhusiana na maguns kuonekana katika maandamano. Mwanzo nafikiri kuna jamaa amezungumza ni kama ako na arifa ambayo anafaa kupatiana kwenye polisi. Ama kwenye asasi za upelelezi ya IPOA. Naonekana unajua zaidi sana wewe mzee, sijui unaitwa nani. Tafadhali wasilisha kwa sababu inaonekana unaelewa mambo kulingana na vile ambavyo umesema. Wasilisha kwenye IPOA kwa sababu polisi hawajipelelezi wao wenyewe, ndio kulingana na mujibu wa katiba. Ongea na IPOA, uweseme uliona ilifanyika hili kwa sababu siwezi ukatoa tuhuma na lawama kwa watu ambao bado upelelezi hujaanza kukamilika. Hata kama ni wewe Mwashumbe ama Mwakideu, ndio lazima tuhakikishe kwamba tumekupatia nafasi ujitetee pia wewe mwenyewe kulingana na ule ushahidi ambao upo. Jambo la pili ni kusema kwamba mimi mwenyewe nilitoa taarifa, nafikiri mliona. Nikasema kwamba askari pia hawafai kufanya yale mambo ambayo pengine tuliyaona. Kwa sababu yule ambaye alikuwa amepigwa risasi Kariuki, hata kama ilikuwa namna gani, nafikiri hilo ni jambo ambalo sio zuri. Na wale askari wawili wameweza kutolewa kazini kwa sasa, wamekuwa interdicted. Ndio. Kwa hiyo hilo jukumu limeweza kuchukuliwa na polisi na idara ya polisi, na sio jambo ambalo tunafaa kuja hapa tuseme kwamba hata kama bado kunafanywa upelelezi. DIG Lagat tayari mwenyewe ameweza kujiondoa kwenye wadhifa. Kwa hiyo si ati tusizungumza nikana kwamba hakuna jambo ambalo limeweza kufanyika. Lakini upelelezi lazima ufanyike. Kile ambacho mwenzangu ameuliza hapa na nafikiri nakubaliana na yeye sana ni kwamba kweli kuna watu wameingiza siasa katika swala hili lote zima. Na hao ndio wanasema wana mobilize kabisa, wanasema kwamba tuko tayari kufanya maandamano makubwa kama maadhimisho. Na mimi nawauliza, kama kweli mnataka kuadhimisha, mngalikwenda muone zile familia ambazo zimeathirika na kutulia, sio kuleta rupture ndio kuwe pia na vijana wengine ambao wakipigana na polisi mwanze pia kusema pia wao wamejeruhiwa. Kwa hivyo sisi kama serikali tunaona kwamba kuna watu wameingiza siasa hapa kujipatia umaarufu na kuweza kuvuruga amani nchini, ndio serikali ikose umaarufu na ili wao wenyewe waweze kuonekana kana kwamba wao ndio watetezi wa wananchi. Okay, lakini
msimamo wa serikali ni kwamba serikali lazima iwe inawajibika kwa watu wote kupitia asasi zake. Kama ni polisi, wasikuwe wanapiga watu, na pia wananchi pia wao tunawarai. Tuna nchi moja, hatuna nchi nyingine. Hata kama tunaweza kuwa na malumbano na kuzozana kwa ndani lakini lazima tuwe na ule utaifa. Wale wapinzani wetu egemea sana mambo ya kikabila, kwamba kabila hili ni jema kuliko lile lingine. Nafikiri Mungu hakufanya makosa kukufanya mimi na wewe tuwe katika hii jamhuri. Na alikuwa anajua kwamba sisi tuna makabila tofauti, lakini jukumu la rais na serikali ni kuhakikisha kwamba tunaunganisha Wakenya wote, kwamba kila Mkenya ana haki ya maendeleo. Kila Mkenya lazima apate nafasi sawa katika kazi mtaani, katika Nyota program. Kila Mkenya anahitaji kuwa na nyumba nzuri. Kila Mkenya anahitaji kuwa na matibabu mema. Kila Mkenya anaweza kupata ile kifurushi cha Hustler Fund. Kila Mkenya anaweza kufanya kazi majuu, atuletee zile bilioni 688 ambazo tumepata mwaka uliopita. Kila Mkenya ana haki ya kukimbia, aweze kuwa gold medalist kama yule mwenzetu ametufanyia juzi. Hayo ndio maswali ambayo tunaangazia, lakini sio kuja kugawanya watu kwa misingi ya kikabila na kuanza kusema kwamba serikali imefanya hilo. Nimalizie niseme hivi. Naam. Kazi mtaani ni jambo zuri zaidi. Tayari vijana 20,000 wanafanya kazi hapa Nairobi katika kuhakikisha kwamba tumerejelea huu mto wetu wa Nairobi, na kazi nzuri ambayo inafanyika hapo wakiongozwa na Bishop Margaret Wanjiro na kina Amos Chege na kina Lelei Chebichi na wengine wengi tu ambao wako hapa, ambao tulikuwa tumeweza kuteuliwa kama CAS hapo kitambo, ni marafiki zangu. Lakini sasa hivi kutoka mwezi huu wa Julai imetangazwa rasmi kwamba tunafanya ile climate works, kazi mtaani. Vijana 1110 watakuwa kifanya shilingi 500 siku 10, wanaacha alafu wanarudi zingine kwa mwezi, wanapata hizo fedha. Ndio tusaidie wale ambao hawana vyeti vikuu, hawana kazi na kadhalika, waweze kupata ajira. Na ni jambo zuri zaidi. Kwa hivyo ujisajili online na uweze kupata hiyo nafasi, kwa sababu kuna vijana wengi tu. So tuna mipango mingi tu ya vijana. Kuna hiyo 1110 vijana tayari 20 wanafanya, ushafanya hiyo piloting. Pia kuna wale ambao wamepata kazi katika hizi affordable housing 1250. Pia ukiangalia kuna wale tunapeleka kule nje, watu tumepeleka watu 1393. Pia kuna wengine ambao tumepeleka katika digital jobs 1182. Kwa hivyo tuko na mipango mingi sana kuhakikisha kwamba vijana wetu wamepata kazi. Sio jambo rahisi, na pia kama ni ile new funding model sasa inafanya kazi katika vyuo vikuu. Sasa vyuo vikuu vinaweza kulipa wahadhiri wao, nalipa masupplier. Ndio mambo mengi tu ambayo tumefanya kwa muda mchache tu. Ukiangalia kama ni interest rates zimerudi chini, sasa CBK inapatiana 9.75%. Ukiangalia zaidi kama ni mambo ya inflation imerudi 3.8%. Bei za vitu zimerudi chini. Serikali inafanya kazi. Hizi zingine ni porojo za kisiasa. Tuwe watu wa taifa na watu wazalendo. Asante sana msemaji wa serikali Mheshimiwa Isaac Mwaura katika Gumzo 47. Thank you for your time. Na ni mwendo wa saa 3 wakati wa taarifa za habari. Radio 47 104.9